Mwanamke kijana aliyetelekezwa alienda nyumba kwa nyumba kuosha magari, lakini siku moja kila kitu kilibadilika. Jina lake alikuwa Aisha. Alikuwa na miaka 28. Macho yake yalikuwa na huzuni ya mtu aliyepitia mengi kuliko umri wake. Alikuwa ameacha shule baada ya wazazi wake kufariki, kisha mpenzi wake akamwacha alipogundua hana kazi wala msaada wa familia. Siku yake ilikuwa inaanza kabla ya jua kuchomoza. Alichukua ndoo yake ya maji, sabuni na kitambaa chake cha zamani, kisha akaanza kugonga milango ya nyumba za watu matajiri. "Shikamoo mama, naweza kuosha gari?" angeuliza kwa sauti ya unyenyekevu. Wengine walimfukuza bila hata kumtazama, wengine walimkubali lakini walimlipa pesa kidogo sana. Lakini Aisha hakulalamika. Alikuwa anahitaji kulipa kodi ya chumba chake kidogo na kumsaidia mdogo wake aliyekuwa shuleni kijijini. Siku moja, alipofika katika nyumba kubwa yenye ua safi na lango la chuma, alisikia sauti ya mwanamke ikisema, "Mwache aingie." Hapo ndipo safari yake ya ajabu ilipoanza, bila yeye kujua kwamba siku hiyo ingetengeneza maisha yake kwa njia ambayo hakuwahi kufikiria. Aisha aliingia kwa tahadhari, macho yake yakitazama nyumba hiyo kubwa kwa mshangao. Hakuwa amewahi kuona nyumba kama hiyo kwa karibu. Mwanamke aliyemfungulia alikuwa na umri wa karibu miaka 50. Sura yake ilikuwa ya upole, lakini macho yake alionyesha alikuwa mtu mwenye mamlaka. "Jina lako nani mwanangu?" aliuliza kwa Kiswahili kizuri. "Naitwa Aisha mama," alijibu kwa heshima. "Unafanya kazi hii kila siku?" "Ndiyo mama, sina kazi nyingine." Mwanamke huyo alimwangalia kwa muda mrefu, kana kwamba alikuwa akitafuta kitu ndani ya macho yake. "Safisha gari lile la mbele vizuri, nitakulipa vizuri leo." Aisha alianza kazi yake kwa bidii. Alipokuwa akiosha gari, aliona picha kubwa kwenye ukuta wa nyumba hiyo, picha ya mwanamume kijana aliyekuwa amevaa suti. Uso wake ulionekana wa kawaida, lakini kulikuwa na kitu kilichomfanya Aisha astuke. Alijihisi kama alikuwa amewahi kumuona mtu huyo mahali fulani, lakini hakukumbuka wapi. Baada ya kumaliza, mwanamke huyo alimlipa pesa nyingi kuliko kawaida. "Rudi kesho," alimwambia. "Ninahitaji mtu kama wewe." Aisha alitoka akiwa na furaha, bila kujua kwamba nyumba hiyo ilikuwa na siri kubwa sana inayomhusu yeye mwenyewe. Siku iliyofuata Aisha alirudi mapema. Alijisikia kama kulikuwa na kitu kilichomvuta kurudi pale. Mwanamke huyo ambaye Aisha alimjua sasa kama Bi Wanjiku alimkaribisha kwa chai. Hilo halikuwa jambo la kawaida kwa msichana wa kuosha magari. "Unatoka wapi Aisha?" Bi Wanjiku aliuliza kwa upole. "Nilikulia kijijini mama, wazazi wangu walifariki nikiwa mdogo." Bi Wanjiku alinyamaza kwa muda, akiinama kidogo kana kwamba habari hiyo ilimgusa sana. "Una ndugu?" "Nina mdogo mmoja tu, ninajaribu kumsaidia asome." Bi Wanjiku alitabasamu kwa huzuni. "Wewe ni msichana mwenye moyo mzuri." Baadaye alipokuwa akisafisha ua, Aisha alimuona kijana mmoja akitoka ndani ya nyumba. Alikuwa amevaa vizuri. Uso wake ulikuwa sawa na ule wa picha aliyokuwa ameiona jana. Kijana huyo alimsogelea na kusema, "Asante kwa kusaidia mama yangu." Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini Aisha alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Kulikuwa na kitu cha ajabu sana juu ya kijana huyo, kana kwamba maisha yao yalikuwa yameunganishwa kwa njia fulani isiyoonekana. Kijana huyo alijitambulisha kama Daniel. Alikuwa msomi, mfanyabiashara mchanga, na alikuwa anarudi nyumbani mara chache kwa sababu ya kazi. Aisha aliona jinsi Bi Wanjiku alivyokuwa mwenye furaha kumuona mwanae. Wanjiku alivyomwangalia Daniel kwa upendo, lakini pia kwa huzuni ya mtu aliyebeba siri nzito. "Unaishi peke yako?" Daniel alimuuliza Aisha alipomsaidia kubeba ndoo ya maji. "Ndiyo, bwana. Nina chumba kidogo karibu na soko." "Hiyo kazi ni ngumu, lakini ninaona una bidii." Maneno yake yalikuwa ya kawaida, lakini Aisha alihisi kama alikuwa akiheshimiwa kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Wakati wa mchana, Bi Wanjiku alimwomba Aisha abakie kidogo baada ya kazi. "Nataka tuzungumze," alisema kwa sauti nzito. Aisha alihisi kama moyo wake ulikuwa unadunda haraka. Aliketi kwenye sofa ya chumba kikubwa cha wageni, mikono yake ikitetemeka kidogo. Bi Wanjiku alitazama dirishani kwa muda, kisha akasema, "Kuna jambo muhimu sana ninataka kukuambia, lakini si leo." Maneno hayo yalimwacha Aisha akiwa na maswali mengi, bila kujua kwamba ukweli huo ungeweza kubadilisha maisha yake kabisa. Usiku huo Aisha hakulala vizuri. Aliendelea kuwaza juu ya kile Bi Wanjiku alitaka kusema. Alijisikia kama kuna siri kubwa inayomzunguka, lakini hakujua ni nini. Siku iliyofuata alirudi tena.
Bi Wanjiku alimkaribisha kwa tabasamu, lakini macho yake yalionyesha wasiwasi. Aisha, unajua maisha yanaweza kubadilika kwa sekunde moja, aliuliza. Ndiyo mama, Aisha alijibu, ingawa hakujua maana ya swali hilo. Daniel alionekana akiwa na simu, akiongea kwa sauti ya biashara, akitaja maneno kama uwekezaji, mikopo na mali. Aisha hakuelewa sana, lakini alihisi dunia yao ilikuwa tofauti kabisa na yake. Baada ya kazi, Bi Wanjiku alimuomba abakie tena. Nitakuambia ukweli hivi karibuni, alisema, lakini kwanza nataka nijue kama unaweza kuubeba. Aisha alishusha pumzi. Nitajaribu mama. Bi Wanjiku alitazama picha ile ya mwanamume kijana ukutani, macho yake yakijaa machozi. Na hapo Aisha alijua, bila shaka, kwamba maisha yake yalikuwa karibu kubadilika kwa njia ambayo hakuwahi kufikiria. Siku chache zilipita, Aisha akaanza kuzoea kwenda kwenye ile nyumba kubwa kila siku. Bi Wanjiku alimpa kazi ya kudumu ya kusafisha magari na ua, na mara nyingi alimpa chakula cha mchana. Lakini kulikuwa na kitu kilichomsumbua Aisha. Kila mara Bi Wanjiku alimtazama kwa macho ya ajabu, kama mama anayemwona mtoto aliyepotea kwa muda mrefu. Siku moja, Bi Wanjiku alimuita chumbani kwake. Chumba hicho kilikuwa kimya, kikiwa na harufu ya dawa na kumbukumbu za zamani. Aisha, umewahi kumwona baba yako? Aliuliza kwa sauti ya chini. Hapana mama. Mama yangu hakuwahi kuzungumza juu yake. Bi Wanjiku alishika kifua chake kana kwamba alikuwa akiumia. Kuna mambo ambayo watu wazima huficha ili kulinda wengine, alisema. Lakini wakati mwingine ukweli unarudi kama kivuli. Aisha alihisi baridi ikipita mgongoni mwake. Hakuelewa kwa nini maswali hayo yalikuwa muhimu, lakini alihisi kama maisha yake yalikuwa yamefunguliwa ukurasa mpya wenye maneno mazito sana. Daniel alianza kuzungumza na Aisha mara nyingi zaidi. Wakati mwingine alisimama kando ya gari akimsaidia kuosha, jambo ambalo lilimshangaza sana Aisha. Kwa nini unafanya kazi hii peke yako? Una ndoto gani? Daniel aliuliza siku moja. Aisha alitabasamu kwa aibu. Ningependa kufungua biashara ndogo ya ushonaji. Nilikuwa napenda kushona shuleni. Hiyo ni ndoto nzuri, Daniel alisema. Usiache kuota. Maneno hayo yalimgusa sana. Hakuwahi kusikia mtu wa daraja lake akimhimiza ndoto zake. Lakini siku moja mwanamke mwingine alifika nyumbani hapo. Alikuwa amevaa vizuri, akionekana mkali na mwenye sauti ya mamlaka. Daniel, huyu msichana ni nani? Aliuliza kwa sauti kali. Huyu ni mfanyakazi wa hapa, Daniel alijibu kwa upole. Mwanamke huyo alimwangalia Aisha kwa dharau. Hakikisha hafanyi mambo yasiyofaa karibu na familia yetu. Aisha alinyamaza, lakini moyo wake ulijaa huzuni. Alijua wazi kwamba hakuwa wa daraja lao, lakini hakujua kwa nini maneno hayo yalimuumiza sana kuliko alivyotarajia. Mwanamke huyo aliitwa Grace. Alikuwa binamu wa Daniel na mshirika wa biashara wa familia. Alikuwa tajiri, mwenye kiburi na hakupenda mtu yoyote asiye wa daraja lao. Baada ya Grace kuondoka, Bi Wanjiku alimuita Aisha tena. Usijali kuhusu Grace, alisema. Watu wengine hawajui thamani ya moyo wa mtu. Lakini Aisha alihisi kama kulikuwa na vita isiyoonekana inayomzunguka. Usiku moja, alipokuwa akiondoka kazini, Daniel alimfuata hadi langoni. Usikate tamaa kwa maneno ya Grace, alisema. Wewe ni tofauti. Kwa njia gani? Aisha aliuliza. Daniel alinyamaza kwa sekunde chache. Kuna kitu kinachokufanya ujisikie kama sehemu ya familia hii, hata kama hujui kwa nini. Maneno hayo yalimwacha Aisha akiwa na mawazo mengi. Alijiuliza kwa nini watu hawa walikuwa wakimhisi kama mtu wa karibu, wakati yeye alijiona kama mgeni kabisa. Siku moja, Aisha alifika kazini na kumkuta Bi Wanjiku akilia. Mama, kuna nini? Aisha aliuliza kwa wasiwasi. Bi Wanjiku alimshika mkono. Kuna wakati katika maisha ambapo lazima useme ukweli, hata kama unaogopa. Aisha aliketi karibu naye. Miaka mingi iliyopita, Bi Wanjiku alianza. Nilifanya kosa kubwa ambalo lilibadilisha maisha ya watu wengi. Aisha alishika pumzi, moyo wake ukipiga haraka. Kulikuwa na mtoto
msichana mdogo ambaye nililazimika kumtoa mbali ili kumlinda. Aisha alihisi macho yake yakijaa machozi. "Kwa nini unaniambia hili?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Bi Wanjiku alimtazama kwa macho yaliyokuwa na uchungu na upendo. "Kwa sababu msichana huyo alikuwa wewe." Maneno hayo yaligonga masikio ya Aisha kama radi. Dunia yake ilionekana kusimama, lakini bado hakujua ukweli mzima wala kwa nini alikuwa ameachwa. Aisha alisimama polepole, miguu yake ikitetemeka. "Mama, unamaanisha nini?" aliuliza kwa sauti ya kuvunjika. Bi Wanjiku alitoa bahasha ya zamani, akatoa picha ya mtoto mchanga akiwa mikononi mwa mwanamke kijana. "Huyo ni wewe," alisema, "na huyo mwanamke ni mimi." Aisha alihisi kama moyo wake umevunjika vipande vipande. "Kwa nini uliniacha?" Bi Wanjiku alilia kwa sauti. "Nilikuwa msichana mdogo, nilipata mimba kwa siri. Familia ilinitishia kunifukuza, biashara ya familia ilikuwa hatarini. Nilidhani kukuacha kwa mama yako kule kijijini ilikuwa kukulinda." Aisha alihisi hasira, huzuni na maswali mengi. "Na baba yangu ni nani?" Bi Wanjiku alinyamaza. Kisha akataja jina ambalo lilimfanya Aisha ashindwe kupumua. "Baba yako ni mtu ambaye umekuwa ukimwona kila siku hapa." Aisha alishtuka, akili yake ikijaribu kuelewa, lakini bado hakujua ni nani hasa, na ukweli huo ulikuwa karibu kumfunja kabisa. Aisha alitoka kwenye nyumba hiyo akiwa kama mtu aliyepigwa na radi. Kila kitu kilionekana kimechanganyika. "Baba yangu yuko hapa?" alijiuliza kwa sauti ya chini. Siku zilizofuata alikuwa akimtazama Daniel kwa macho tofauti. Kila tabasamu lake lilionekana kuwa na maana mpya. Kila neno lake lilionekana kuwa na uzito. Alitaka kumuuliza Bi Wanjiku zaidi, lakini hakuwa na nguvu. Aliogopa ukweli. Siku moja alipokuwa akiosha gari, Daniel alimkaribia. "Uko sawa? Umekuwa kimya sana siku hizi," alisema. "Niko sawa," Aisha alijibu, lakini macho yake yalimsaliti. Danieli alimwangalia kwa muda mrefu kana kwamba alikuwa anajaribu kuona kupitia moyo wake. "Kama kuna kitu kinakusumbua, unaweza kuniambia," alisema kwa upole, lakini Aisha alinyamaza. Alijua ukweli ulikuwa mzito sana kusema kwa sauti. Usiku huo alisikia Bi Wanjiku na mtu mwingine wakizungumza kwa sauti ya chini ndani ya nyumba. Aliposogea karibu na dirisha, alisikia maneno yaliyomfanya moyo wake ugande. "Daniel hatakiwi kujua," Bi Wanjiku alisema. Aisha alijua siri hiyo ilikuwa kubwa kuliko alivyodhani. Aisha alianza kuota ndoto za ajabu. Alikuwa akimwona mtoto mdogo akilia, kisha Bi Wanjiku akimchukua na kumtoa mikononi mwake. Kila asubuhi aliamka akiwa na machozi. Siku moja Bi Wanjiku alimuomba akae chini tena. "Aisha, kuna sehemu ya ukweli ambayo bado sijakuambia," alisema kwa sauti nzito. Aisha aliketi kimya, mikono yake ikitetemeka. "Baba yako ni mtu mwenye nguvu sana. Alikuwa na heshima kubwa katika familia hii." "Ni nani?" Aisha aliuliza. Bi Wanjiku alishusha macho. "Ni marehemu sasa." Aisha alishangaa. "Marehemu? Lakini ulisema nimemwona hapa." Bi Wanjiku alishika kichwa chake. "Ulimwona kwenye picha, lakini kuna mtu mwingine hapa ambaye ana damu yake." Aisha alihisi tumbo lake likikunjamana. "Daniel?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Bi Wanjiku alinyamaza, machozi yakimtoka. Ukimya huo ulikuwa jibu. Aisha alihisi kama dunia yake imeanguka kabisa. Aisha alikimbia kutoka ndani ya nyumba, moyo wake ukidunda kama ngoma ya mazishi. Daniel alikuwa ndugu yake wa damu. Alikaa chini karibu na ua, machozi yakimtiririka. Daniel alimfuata. "Aisha, kuna nini?" "Mama aliniambia umelia." Aisha alimtazama, macho yake yakiwa mekundu. "Nakupenda kama rafiki, Daniel," alisema kwa sauti ya chini. "Na mimi pia," Daniel alijibu akitabasamu. Maneno haya yalimuumiza zaidi. Alitaka kusema ukweli, lakini aliogopa kumharibu. Aliogopa kuvunja familia yao. "Lakini kuna mambo ambayo hujui kuhusu mimi," alisema. Daniel alikaa karibu naye. "Siri zako hazitabadilisha,"
jinsi ninavyokuona. Aisha alinyamaza. Alijua kwamba ukweli huo ungefanya hivyo. Aliondoka, akiacha maneno mengi moyoni mwake ambayo hakuweza kuyasema. Grace alirudi nyumbani siku hiyo na aliona jinsi Daniel na Aisha walivyokuwa karibu. Alimuita Bi Wanjiku pembeni. Huyo msichana anaonekana kuwa karibu sana na Daniel. Hilo alikubaliki. Bi Wanjiku alinyamaza, akijua ukweli. Grace alimsogelea Aisha baadaye. Unajua nafasi yako, sivyo? Alisema kwa sauti ya dharau. Nafasi yangu ni kufanya kazi, Aisha alijibu kwa upole. Hapana, Grace alisema. Nafasi yako si karibu na Daniel. Familia hii ina heshima. Aisha alihisi maneno hayo kama kisu, lakini ndani yake alijua jambo moja. Heshima haikutokana na mali, bali ukweli. Na ukweli huo ulikuwa karibu kulipuka kama bomu ndani ya familia hii. Bi Wanjiku alijua hangeweza kuficha siri hiyo tena. Kila siku Daniel alikuwa akizidi kumkaribia Aisha bila kujua damu yao ilikuwa moja. Usiku mmoja alimuita Daniel ofisini kwake. Daniel, kuna jambo kubwa ninahitaji kukuambia, alisema kwa sauti nzito. Ni nini mama? Bi Wanjiku alishika picha ile ya zamani ya mtoto mchanga. Miaka mingi iliyopita nilifanya kosa kubwa. Nilipata mtoto kabla ya ndoa. Daniel alistuka. Mtoto huyo yuko wapi? Bi Wanjiku alimeza mate. Yuko karibu sana na wewe kuliko unavyofikiria. Daniel alinyamaza, moyo wake ukianza kupiga haraka. Ni nani? Aliuliza. Bi Wanjiku alitazama dirishani ambapo Aisha alikuwa akiondoka. Ni Aisha. Maneno hayo yalimgonga Daniel kama radi. Dunia yake ilisimama na moyo wake ukavunjika kimya kimya. Daniel aliketi chumbani akishikilia picha ya Aisha akiwa mtoto. Moyo wake ulikuwa ukirukaruka. Siwezi kuamini. Who are you? Msichana ni ndugu yangu, alisema kwa sauti isiyo na nguvu. Bi Wanjiku alikaa kando yake. Ni kweli Daniel, lakini heshima na familia yamekuwa vizuizi. Daniel alijaribu kufahamu. Alijua kuwa amekuwa akipenda Aisha kwa namna ya tofauti, lakini sasa alikuwa ndugu yake wa damu. Kama kweli ni ndugu yangu, basi? Daniel alijikuta akizungumza kwa mvumo. Bi Wanjiku alimtazama. Lakini hiyo halina maana kwamba unapaswa kumhifadhi mbali. Ulinzi ni muhimu zaidi. Daniel alihisi uchungu, furaha na hasira. Alijua kwamba hatoweza kubadilisha damu yao, lakini hakutaka Aisha ajisikie tofauti au kuumizwa. Nitahakikisha hauumiziwi, alisema kwa sauti ya chini, macho yake yakiwa yamejaa huzuni. Usiku huo, Daniel alilala akiota ndoto kuhusu Aisha, ndoto ambazo ziliwachanganya kwa hisia. Aisha hakujua Daniel na Bi Wanjiku walikuwa wakizungumza juu yake. Aliendelea na kazi yake, akijaribu kusahau hisia zilizomchukua. Lakini kila mara Daniel alikuja, macho yake yakimlenga kama alitaka kuona kila hisia ndani yake. Siku moja alipokuwa akiosha gari, Daniel alimsogelea. Aisha, tunaweza kuzungumza? Alisema kwa upole. Ndiyo bwana, Aisha alijibu, moyo wake ukiwa mgumu. Daniel alikaa pembeni yake. Uko sawa? Nimeona huzuni katika macho yako kila siku. Ni kazi, Aisha alijibu kwa sauti ndogo, lakini macho yake yalimsaliti. Daniel alimtazama kwa muda, kisha akasema, hata kama kuna mambo ambayo hatuwezi kubadilisha, bado nitakuhifadhi na kuhakikisha hauumiziwi. Maneno hayo yalimfanya Aisha ajisikie salama, lakini alijua kuwa ukweli mkubwa ulizidi kuzunguka kati yao. Bi Wanjiku alimuita Aisha usiku mmoja. Alikuwa na uso mkali, lakini macho yake yalikuwa na upendo. Aisha, kuna jambo nilikusudia kukuambia, alisema. Aisha aliketi, mikono yake ikitetemeka. Daniel na wewe, kuna uhusiano mkubwa sana, lakini ni damu. Wewe ni binti yangu aliyeachwa mbali miaka mingi iliyopita. Aisha alistuka, moyo wake ukidunda. Kwa nini? Kwa nini umeniacha? Alijaribu kusema, macho yake yakijaa machozi. Nilidhani hili ndilo lililo bora kwa maisha yako, Bi Wanjiku alisema, machozi nayo yakipita. Aisha alijua kila kitu kilikuwa kweli. Hakuwa amechaguliwa, alikuwa amepangwa. Lakini bado alihisi kuchanganyikiwa, mshtuko na huzuni. Bi Wanjiku alishika mkono wake. Lakini sasa hakuna siri tena.
tuko pamoja na lazima tukabiliane na kila kitu kwa upendo. Aisha alijisikia moyo wake ukipoa kidogo. Hatimaye ukweli ulikuwa umemfikia na sasa kila hatua ilikuwa juu ya ujasiri na msamaha. Daniel alihama mapema asubuhi. Alipita kwenye duka la Aisha akimshika mkono. Aisha, ningeweza kuzungumza nawe, alisema kwa sauti ya chini. Aisha alimtazama, moyo wake ukiwa mgumu. Ndiyo, alijibu. Daniel alijitahidi kutuliza sauti yake. Sasa najua wewe ni ndugu yangu, lakini bado nataka uone kuwa nitakuwa hapa kila wakati kwa ajili yako. Aisha alishikilia pumzi. Lakini hisia zangu ni ngumu kuzizima. Daniel alitabasamu kwa huzuni. Ndiyo, mimi pia ninahisi, lakini familia inatupa nafasi ya kuwa pamoja kwa njia ya heshima na upendo. Maneno yao yalitengeneza unyenyekevu. Hakuwa raha wala huzuni peke yake, ilikuwa mchanganyiko wa hisia zisizoelezeka. Hapo ndipo walipokubaliana kuwa hatoweza kuacha maisha yao ya kawaida, lakini pia hatoweza kuacha uhusiano wa damu uliokuwa umejificha miaka mingi. Baada ya siku kadhaa, Aisha alikusanyika na Daniel na Bi Wanjiku. Wanjiku kwenye bustani ya nyuma ya nyumba. Hatuwezi kurudia makosa ya zamani, Bi Wanjiku, alisema. Lakini tunaweza kuanza upya. Tunapaswa kuwa pamoja. Daniel alimshika mkono Aisha, akiangalia macho yake. Wewe ni ndugu yangu, lakini pia ni sehemu ya familia hii. Nitahakikisha haumiziwi daima. Aisha alikumbatia mkono wake, macho yake yakiwa na machozi ya furaha na unyenyekevu. Hatuwezi kubadilisha yaliyopita, Aisha alisema, lakini tunaweza kuunda maisha yetu ya sasa na ya baadaye. Daniel alitabasamu kwa upole. Ndiyo, tutaifanya pamoja. Wote walitazama jua likichomoza juu, wakihisi kama kila kitu kilikuwa cha kwanza, kuanzia upya baada ya maumivu na siri nyingi. Na hapo maisha yao yalianza safari mpya ya familia, msamaha na upendo usio na mipaka. Mpaka wiki chache baada ya mazungumzo yao ya ndani, Aisha alianza kuanzisha biashara ndogo ya ushonaji. Alipata mashine ndogo kwenye soko la Nairobi na alizoea kupokea nguo za wateja wachache. Kazi ilimpa raha. Kila kitufe alichopiga kilikuwa ni hatua ya kujenga maisha mapya. Khadija, mdogo wake aliyekuwa bado shuleni, alimsaidia kupakua nguo na kuwasilisha kwa wateja. Mara nyingi waliketi saa nyingi jioni, wakipanga vazi jipya kwa wateja wa mtaa. Hata hivyo, uvumi uliendelea kuzunguka kijiji. Baadhi ya majirani walielezea hofu kwamba familia kubwa ilichukua hatua ya kuunganisha damu yao ili kupata heshima. Siku moja, bibi mmoja alimjia na nguo za kufanyia marekebisho. Akamwambia Aisha kwa upole, "Msichana, kazi yako ni nzuri. Usisikie watu wanazungumza." Maneno hayo yalimwacha Aisha akitulia kidogo. Alijua njia ilikuwa ndefu, lakini kila wateja alipokea, alionyesha kwamba anaweza kutengeneza heshima kwa bidii yake. Katika kila kitufe cha mashini, Aisha alisuka tumaini mpya, na kivuli cha hadithi ya zamani kilikuwa bado kimojawapo, kikimfuata hatua kwa hatua. Grace hakuridhika. Ilionekana kwamba hadhi ya familia ilikuwa ikimuita kulinda cheo na sura nzuri katika jamii. Msichana Mendeza kama Aisha hakuendana na picha hiyo. Alianza kusonga mikakati midogo, kueneza maneno kuhusu tabia za Aisha, kutangaza kwa busara kwamba hakuweza kuwa waaminifu, na hata kumwambia baadhi ya wateja kwamba kazi yake inaweza kuwa hatari kwa heshima ya familia. Siku ya maonyesho ya kutoa shukrani kwa mgeni wa heshima nyumbani kwa Bi Wanjiku, Grace alifanya panga la kumfanya Aisha ajisikie hafifu mbele ya wageni. Aliweka swali la dharau wakati wa harakati za burudani. "Huyo msichana anaeleweka kweli kuhusu asili yake, sivyo? Tuna mimi hapa kuwajibika kwa heshima ya familia." Aisha alihisi monoko kali ndani yake. Ghadhabu ilimeta. Daniel alikuwa mgeni wa heshima pia. Alisogea mbele na kwa utulivu akasema, "Hii si njia ya kuzungumza. Aisha amepata kazi kwa bidii, naye anastahili heshima." Sauti yake ilitoa nguvu ya ulinzi ambayo ilitulia vyombo vya nyumbani. Kwa mara ya kwanza, Grace alikumbana na upinzani wa wazi. Wageni walitazama, na wengi walihisi huruma kwa Aisha. Hata hivyo, uvumi haukufa. Uligeuka kuwa mto wenye mawimbi ambayo yalihitaji nguvu kubwa kuzizuia. Sababu za ufisadi mdogo zilianza kuonekana. Nguo za Aisha ambazo zilikuwa zimewekwa kwa wateja fulani zilipotea bila dalili, na baadhi ya wateja waliwasiliana kumkashifu kwa kuchelewa. Hili lilimfanya Aisha ashike hofu.
Labda mtu alikuwa anachochea ili kumuumiza biashara yake. Khadija alihisi sura nyeusi. Alihisi uchoraji wa uoga kichwani mwao. Mama Wanjiku, yaani je, kuna mtu anatupiga vita? Aisha aliuliza kwa unyenyekevu. Bi Wanjiku alijibu kwa sauti ya kutuliza. Sio kila mtu atakuwa rafiki. Lakini usijichukulie vibaya. Tuchukue hatua kwa busara. Daniel alipendelea kuchunguza. Aliwahi kukuta jamaa mmoja akitazama kwa kupita sauti eneo la duka. Alimfuata kwa utulivu na kugundua jina la jirani ambaye alikuwa na tabia ya kutatanisha mambo. Daniel alizungumza na mteja mmoja ambaye alisema kwamba alimuona mtu huyo akiingia na kutuliza nguo. Walipoamua kuzungumza hadharani na kumfahamu mteja aliyepoteza nguo, ukweli ulianza kuibuka. Ilikuwa si bahati tu, kulikuwa na mtu aliyekuwa akiendesha mbinu za kumdhibiti Aisha na kuharibu sifa yake. Aisha alihisi kughadhabika, lakini pia alielewa kwamba mapambano yalihitaji busara, si hasira tu. Bi Wanjiku alihisi mzito wa hatima. Hakumtarajia kuona uvumi ukigeuka uharibifu, lakini alijua wazi kuwa wakati umefika kuleta uwazi mbele ya jamii. Alipanga mkutano wa hadharani na wateja na majirani nyumbani kwake, akitaka kusema kweli bila mafumbo. Sote tuna makosa, alisema KWA, sauti iliyojaa uzito. Nilifanya uamuzi zamani, ILE, kumlinda msichana ambaye sasa anaitwa Aisha. Nilidhani nilimlinda, lakini hakuna haki bila uwazi. Meno ya msimikaji yalikaza. Watu walinyamaza, wakitazama KWA hamaki na mshangao. Aisha alisimama taratibu, macho yake akiwa na uchungu, lakini pia nguvu. Nilipotea KWA muda mrefu, alisema. Lakini sasa, nataka kujenga maisha yangu KWA heshima. Daniel alibaki kando yake, akimwambia Aisha KWA sauti ya upole. Ujasiri wako umetutia nguvu sisi sote. Kumaliza KWA kikao hicho hakukuwa hadharani tu, ilikuwa ni wito wa kuheshimiana na kujenga upya jamii. Bado kulikuwepo na wapinzani, lakini sauti ya ukweli imeanza kupepea kama bendera. Grace alipata fursa ya mwisho ya kumdhalilisha Aisha, lakini mchakato wake uligeuka tofauti. Baadhi ya wale aliowaaminisha walikuwa tayari kuona jinsi maneno yake yalivyo na sumu. Mkurugenzi wa sharika ndogo ya jamii aliyopokea nguo za Aisha aliagiza uchunguzi wa wateja waliopotelea mali. Uchunguzi ulifungua wazi uwepo wa mtu aliyekuwa akiiba nguo kwa nia ya kudhalilisha sifa yake. Mtu wa mtaa aliyekuwa akisababisha mizozo kwa ajili ya malipo ya deni. Mara uchunguzi ulipopata ushahidi, mashahidi walikuja mbele na mtaalamu wa haki wa mtaa alitoa ushuhuda wa wazi. Grace alibaki peke yake. Maneno yake yakipungua, watu walianza kumuonyesha heshima kwa sababu alisimama imara na kwa sababu ukweli ulikataliwa kisahihi. Katika jioni hiyo, bustani ya nyuma ilijaa watu waliokuja kumpongeza Aisha. Daniel alimshika mkono, si kwa wito wa mapenzi, bali kwa udugu wa damu na ulinzi. Aisha alihisi kupumua kwa mara ya kwanza kwa uhuru. Mtoa uvumi ulikuwa ukipungua na badala yake kulikuwa na mwanga wa matumaini. Baada ya mashahidi kufika mbele, Grace alikosa ujasiri wa kuendeleza mipango yake. Maneno yake yote yalipotea bila nguvu na heshima ya Aisha ilianza kushikilia kila kona ya nyumba ya Bi Wanjiku. Daniel alimkumbatia Aisha, lakini alihisi mgogoro mkubwa ndani yake. Jinsi ya kuonyesha upendo wa ulinzi bila kuvunja mipaka ya udugu. Aisha alitabasamu kwa upole, akijua kuwa hatimaye amepata huru. Kijiji kiliendelea kuzunguka, lakini watu waliwaza kwa heshima mpya. Wateja walifurahia huduma ya Aisha, wakithamini bidii yake na uaminifu. Kila ndoo ya maji, kila kitambaa kilichosafishwa kilikuwa ni ishara ya ustahimilivu na utuu. Bi Wanjiku alimwambia kwa sauti yenye huzuni na furaha, "Sasa unaweza kuishi maisha yako kwa uhuru, bila uoga." Aisha alijua kuwa alikuwa imara. Hakukuwa na familia tena wala hakukosa heshima. Hali ilikuwa mpya na dunia yake ilikuwa imeanza upya. Daniel alimfanya Aisha ajisikie huru katika kila hatua. Walipokuwa wakiandaa duka la ushonaji, Daniel alikumbuka kila wakati kuwa alihitaji kulinda udugu wao. "Unajua Aisha, familia sio tu damu, ni pia heshima na utulivu," alisema. Aisha alitabasamu. "Ninafurahi kuwa tupo pamoja Daniel." Lakini hawajui bado, wengi walikuwa wakiangalia,
akitaka kuona jinsi msichana aliyetelekezwa alivyoweza kubadilika kuwa kipaji kikubwa cha kijiji. Kila mteja aliyeingia, kila nguo iliyokuwa imesafishwa vizuri ilikuwa ni ushahidi wa ujasiri wa Aisha. Hali ya Daniel kuwa kando yake kwa heshima ilikuwa ni ushirikiano wa kimya ambao ulipeleka ishara. Familia inaweza kushinda kila dhoruba. Aisha alijua kuwa kila ndoo ya maji na kila kitambaa kilichosafishwa kilikuwa na maana zaidi ya kazi. Kilikuwa ni ishara ya kuponya moyo wake na kujenga dunia mpya. Wiki kadhaa baadaye, Aisha alialikwa kwenye sherehe ndogo ya kijamii. Wageni walihudhuria kuangalia kazi zake, kushuhudia ujasiri wake na bidii ya kila siku. Daniel alimlinda kando, lakini macho yake yalionyesha fahari kubwa. Hatimaye Aisha alikuwa amepata heshima ya kweli. Bi Wanjiku alishangilia pamoja naye, akiwa na macho ya furaha na huzuni ya zamani iliyopunguzwa. Hapa ndipo Aisha alijua, kwa kweli, maisha hayakuwa tu juu ya heshima ya wengine, bali juu ya kujitambua na kudumisha utu wa mtu. Kila dhiki, kila uoga, kila uvumi vilikuwa vipimo vya nguvu yake. Grace alishuhudia, lakini hakutaka kuingilia tena. Aliona kwamba ushindi wa kweli haukuhusiana na mali au daraja, bali moyo ulioimara. Aisha alishikilia mikono ya Khadija, akijua kuwa ndoto yake ndogo ya kufanikisha maisha na familia ilikuwa hatimaye kuanza kufanikishwa. Hali ilipata utulivu wa kweli. Aisha alijenga biashara yake, ikawa maarufu katika mtaa mzima. Wateja walihimizwa kwa heshima. Daniel aliendelea kuwa kando yake, akimlinda kama ndugu wa damu na rafiki wa karibu. Bi Wanjiku alijua kwamba siri iliyokuwa mzito miaka mingi sasa ilikuwa huru. Alimshirikisha Aisha kila jambo, akimfundisha jinsi ya kudumisha familia na heshima. Kila asubuhi Aisha alikuwa akitabasamu akiona mji wake, akijua kila tabasamu la wateja wake ni ushuhuda wa thabiti wake. Daniel alimsaidia kufungua wazo jipya la biashara, kuunganisha ujasiri na heshima. Mchezo wa familia, kazi na ushikamano wa kijiji ulijenga utulivu wa furaha. Na kwa mara ya kwanza, Aisha alihisi moyo wake umetulia, akijua hatimaye amepata sehemu yake katika dunia. Siku ya mwisho ya hadithi, jua lilichomoza juu ya mtaa, likimwangazia Aisha akiwa kwenye duka lake, akipiga kitambaa nguo safi. Daniel aliketi kando, akimshika mkono kwa heshima. "Umesimama imara," Daniel alisema. Aisha alitabasamu. "Na hatimaye nimejua kuwa familia ni zaidi ya damu, ni heshima, upendo na usaidizi." Bi Wanjiku alimshika Aisha mikononi, macho yake yakijaa furaha. "Sasa dunia yako ni yako, hakuna siri tena." Khadija alikimbia karibu, akitabasamu. "Ukifanya kazi kwa bidii na upendo, kila mtu ataona thamani yako." Na Aisha alijua maisha yake yaliyoanza kwa huzuni na utelekezaji sasa yalijaa mwanga, upendo na matumaini. Machozi ya furaha yalimtiririka, lakini ilikuwa ni furaha safi. Dunia yake ilibadilika, familia yake ilijenga upya, na kila ndoo ya maji iliyokuwa imesafishwa ilikuwa ishara ya uthabiti, ujasiri na mwanga wa kweli wa maisha.